walioijua walinyamaza na walioizungumzia walipotea. Sio hivyo tu, jogoo ajabu ni kinga. Risasi hupoteza njia, mapanga huisha makali, na sauti yake ni mamlaka. Ikisikika tu, waliokuwa na nguvu hupatwa na hofu. Na kubwa kuliko ni tukio analolifanya kila Ijumaa saa 6 usiku. Wewe, ni tukio gani hilo? Unataka kujua? Vipi hapo? Wengine hawapo, wameshaondoka. Alafu mbona unalo ndogo kiasi hichi? Umepewa siri kidogo tu umezimia. Yaani kama sio mchawi bana. Mshirika, yaani mimi sijui hata kimetokea nini. Yaani baada ya kuniambia tu hivyo, nimejikuta tu naishiwa nguvu. Nisikilize sasa kwa makini. Mkuu na Bangiso wameondoka. Na mkuu baada ya kuondoka hapa ameniachia maagizo. Ameniambia kwamba hiki nilichokuambia kuhusiana na jogoo ajabu usimwambie mtu yeyote, haswa mtu ambaye sio mchawi. Na kingine wamesema dhibiti tamaa yako. Umenielewa? Wewe, umenielewa? Vizuri sana. Ngoja mimi niende nyumbani. Maana shangazi yangu kajifungua. Naenda kunywa uji wa jioni. Kwani leo kaka ana nini? Na mbona nilivyomwelezea kuhusu kuumwa kwa mama, kama kuna kitu anakijua? Lazima kuna kitu hapa kinaendelea, na anajua vizuri. Na nilimuona kabisa akiwa ameshikilia jogoo mweupe, halafu ghafla akapotea. Kwani yule jogoo ni wa nini? Lazima nitafute majibu ya maswali yote ninayojiuliza na nijue kinachoendelea. Kaka, samahani sana, nilikuwa sija kuona. Samahani samahani kaka. Yaani hata sijui ni kitu gani. Naomba samahani.
Hujaniona kivipi ba mdogo? Kutokana hii njia ni kubwa. Wewe ulikuwa una uwezo wa kupita kule, mimi nikapita hapa. Inakuwaje unanikumba kilofalofa kidesign hiyo? Wewe unachukulia hizi au sio? Wewe umewezaje? Umewezaje kuruka fensi ya umeme? Sinaongea na wewe. Umekuwa mwizi siku hizi eh? Na kwanza ulikuwa wapi? Humu ndani mama kapata matatizo na kutafuta ili tusaidiane, lakini mtu sikuoni. Umesahau majukumu yako humu ndani. Tumekuleta hapa ili ufanye kazi za humu ndani. Ona, banda la kuku chafu hujasafisha, jikoni kuchafu, hadi chumbani kwako penyewe umepasahau. Una akili timamu kweli wewe? Umesahau majukumu yako humu ndani, halafu unakuja mpaka unaruka fence na unajua kabisa umefanya kosa na ndio maana unasubutu kuruka fence. Sister, samahani bwana, nilitoka kidogo, nilienda kutembea huko, nilienda kuangalia jamaa zangu. Uone jamaa wapi? Lini? Tokea lini? Mbona mimi siwajui? Toka umekuja tu juzi kati hapa, hata miezi miwili yenyewe kutimia bado. Ushaanza kuwa na jamaa. Uone jamaa gani wewe? Kutwa humu ndani unazunguka getini hutoki. Eti leo umetoka unasema una jamaa. Uone jamaa wapi? Umewatoa wapi? Wewe siku hizo umekuwa mwizi. Umekuwa mwizi na ndio maana umeluka fence. Wewe unasema hujaniona, weupe wote, mwili mkubwa wa design hii, afu unasema hizo dharau. Unaita dharau ba mdogo. So hivyo kaka. So hivyo kabisa. Na ndio maana nikatanguza kwa kuomba samahani. Yaani mimi nikiri tu kwamba mimi hapa ndo nimekosa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa naviwaza kichwani mwangu. Kiasi kwamba nilikuwa mbali, hata nilikuwa siangalii mbele kitu gani kinikuja. Na ndio maana nimeamua kupita huko pembeni ili nisije kukutana na magari huko barabarani. Samahani kaka aise. Yaani kichwa changu hakiko sawa. Samahani. Baridi haina noma, imeisha hiyo ba mdogo. Nashukuru kaka. Wewe nini hizi? Tula tulia. Umebeba nini kwenye huo mfuko? Umebeba nini kwenye mfuko? Kuna jogoo kaka. Kuna sehemu nampeleka mara moja, ni jogoo wangu. Jogoo. Nini tena? Maumivu. Unajua ulivyonikumba pale nimeumia. Kivipi sasa? Sio kivipi ba mdogo, unajua wewe umenitegua bega, unajua. Yaani tulivyokumbana hapa wewe umenitegua. Bega langu nyie jamani. Asikia sasa. Wewe unatakiwa kulipa fidia ba mdogo. Wewe unatakiwa kunipa huyo kuku nikamuuze ili nijitibie ili bega. Unasemaje? Halafu na siku hizo umekuwa tabia za ajabu ajabu. Yaani ukilala ndio umelala. Kuna pambazuka baada ya kuamka ufanye majukumu yako, wewe ndio kwanza unafuta shuka. Unalala wapi? Na kuuliza wewe unalala wapi? Maana kipindi cha nyuma ulivyofika ulikuwa hauko hivi kama sasa hivi ulivyo. Ulikuwa ni mtiifu, unaamka saa 11 unafanya majukumu yako yote. Kazi zako zote unakisha pasafu, unakaa unatulia. Lakini siku hizi umekuwa ni mvivu, mtu ambaye ueleweki unafanya nini. Kama leo nimekuja ndani, nimekuamsha chumbani kwako, nimeita, mtu bado umelala tu. Yaani mtu mfanye kazi gani ambaye anakuja na lala mpaka saa 3 na sahau majukumu yake? Sasa leo ndo naunganisha matukio. Ulivyoruka hii fence ndo najua wewe kama wewe ni mwizi. Wewe utakuwa ni mwizi. Wewe ndio si muda ambao tunalala usiku, wewe ndio unaamka, unaruka fence zako, unaenda kuiba huko. Halafu ndo unarudi asubuhi. Bega linauma. Nisikilize wewe. Nisikilize kwa makini. Usinichukulie poa. Usinione mnyonge. Wewe uamini kama mimi nimeumia. Waba mdogo mimi nimeumia bega, unajua. Umeona bega hili?
Ili nimeumia ba mdogo, natakiwa mimi nimchukue huyo jogoo nikamuuza ili nipate kupata fidia ya kujitibia unajua. Huyu jogoo umpati. Huyu jogoo umpati. Unataka kunichukuliaje wewe? Yaani tulivyogusana hivi, mbona mimi bega hajaumia? Mbona mimi nakuwa hajaumia? Hata tamaa wewe. Acha ujinga wa tamaa huo. Tamaa zitakuwa. Upewe kuku halipi wewe. Wewe unaongea sana, unachamba umbea. Kwa wewe Suchu, Mama Amina, ndende ule. Sikia ba mdogo. Mishavurugwa, ameshaua watu kibao ba mdogo. Alafu kitu kingine nikupe siri, umenielewa? Mimi nikiamua jambo langu waga alifeli. Yaani, wewe lete kuku ba mdogo chapo kwa haraka kabla sijapandisha maluani, mashetani, makatani. Sasa nisikilize. Kuanzia leo nitaanza kukufuatilia. Yaani hatua kwa hatua mpaka nihakikishe nijue unafanya nini usiku. Yaani nitakufuatilia kila hatua baada ya hatua mpaka nijue unachokifanya. Na huko chumbani kwako mlango kuanzia leo sitaki ufunge. Nitakuwa nakuja saa 6, saa 7, saa 9 na kama ikiwezekana nalala huko. Alafu tuone. Sasa hizo sister habari gani za kufuatiliana mpaka chumbani? Kunifuatilia mpaka chumbani, mimi sina mpenzi hapa mjini. Ukikuta chochote shauri yako, tusilaumiane. Unasemaje? Unasemaje wewe? Sasa sister nini? Kuna kitu kiko sawa kabisa. Wewe sio kuku wa kawaida wewe. Wewe sio jogoo wa kawaida. Sio wa kawaida kabisa. Sasa ningekuuliza yule kijana watu kakukosea nini kwa mfano? Kwa sababu tumfanyia hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Sielewi kabisa yani. Kakukosea nini yule? Mpaka umfanya Taila namna ile sawa, alikuwa anataka sijui kunidhuru mimi. Si ungemwacha tu. Kwa nini umfanye vile? Kwa nini umdhuru? Kwa nini umfanye Taila? Kwa nini? Wafanyie wengine upuuzi. Wadhuru wengine lakini usije kanigusa mimi. Usije kathubutu kabisa kunigusa mimi. Yaani ukinigusa mzimu wa babu yangu mzee Paulo hautokuacha. Hautokuacha kabisa. Wacheza nao wengine sio mimi. Na una bahati tu hapa. Yaani singekuwa nikukutupa mama yangu anapata madhara, familia yangu anapata madhara, mimi ningekuwa nishakutupa. Ningekutelekeza huko baharini nikakutupa, kakuswempelea mbali kwa ukaenda na maji. Sasa sije kunitia stress mimi. Haya. Nianza kudhuru watu. Sasa watu wataniona mimi sasa labda ndo mwanga, mimi ndo nadhuru. Kwa sababu pale ulinigandisha mimi, sijaelewa kitu gani kilichotokea. Nilipigwa na shoti yani kama nimeganda, kama nimepigwa na shoti ya umeme. Nakuja kuzinduka tayari yule jamani Taila. Ameganda na yeye baadaye akawa Taila. Mimi msela kwani kweli. Lakini sijui nimekutana na nini. Kimeniendesha kweli. Mabata madogo yanaogelea. Napenda kuimba kuliko kula. Ubaba na nyama hata siutaki mimi. Ni mjinga kweli. Jamani. Kwanza hata napoteza muda hapa kuongea na wewe. Ngoja nimpigie mzee aliyekuleta kwangu ndo ajibu ili. Haina haja ya kumpigia.
Ongea. Ndiyo. Unataka nini? Mungu wangu. Samahani. Nilikuwa nasema kama kuna uwezekano, tafadhali naomba uondoke tu katika maisha yangu, kwa sababu mimi sipo tayari kuishi na kiumbe cha ajabu kama wewe, lakini pia sitaki kuonekana kama na wadhuru watu. Mimi sijui na sielewi kwa nini ulikabidhiwa kwangu, lakini mimi naona kama sikutaki, na hii ni kwa sababu umekuwa kama mwiba katika maisha yangu, mahusiano yangu na kila kitu, na watu wangu wa karibu. Naona kama yanaenda kuvurugika kwa sababu yako. Tafadhali nakuomba, kama inawezekana, uondoke katika maisha yangu bila kuleta madhara yoyote kwa familia yangu. Nakuomba. Sawa. Kwa kuwa leo ni Ijumaa, nipe masaa 6 ya kuendelea kuwa hapa kwako, maana kuna tukio nalifanya kila Ijumaa saa 6 kamili usiku. Hivyo basi niache kwanza, nikishafanya hilo tukio ndo utaamua niondoke au niendelee kubaki hapa kwako. Naenda ndani kupumzika, nina usingizi. Tukutane saa 6 kamili usiku.